Ministry. Jesus in a ministry tuko hapa Roysabu flyover. Ukitoka town mkono wako wa kushoto utaona mahali kuna mall ya Nakumat. Na between Nakumat na mall kuna building ingine inajengwa hapo. Kuna kabarabara kako hapo na 50 meters kuna kanisa la Jesus in a ministry pale. Tunakuwa na huduma siku ya Jumanne na Jumatano kuanzia saa 1 mpaka saa 8. Siku ya leo nataka niwaletee mtumishi wa Bwana Apostle James Kiogo ni anaenda kuwapatia neno na kupitia pale Mungu anaenda kuwabariki na kuonekania katika jina la Yesu Kristo. Sema siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Huu mwaka lazima tutabarikiwa, shetani apende asipende. Na ninasema mwaka huu si mwaka wa shetani kuongea, ni mwaka wa Jehova kuongea. Yes. Si mwaka wa washawi na waganga, bali ni mwaka wa Jehova atimiza ahadi zake ndani ya maisha yetu. Na ninasema siku ya leo, ikiwa kuna mmoja anakupiga usiendelee, leo lazima ufalme wake uanguke, ufalme wa Mungu uinuke. Yes. Tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Yes. Nasema siku ya leo, tumeona kwa TV washai wanatoka Tanzania wanalipiwa ndege wanakuja Kenya ndio waweze kushauri watu vile wataendelea. Yes. Lakini nasema kuna mshauri mmoja, Mungu wa Israeli, ambaye ako na uwezo na ako na nguvu ndani ya nchi ya Kenya. Na ninasema siku ya leo tukiwa kanisa tutasimama, yes, tukataa mipango ya shetani. Yes. Na tunasema siku ya leo hakuna ufalme wa shetani utakayetawala nchi ya Kenya. Na ninasema Mungu wa Israeli ashuke ndani ya nchi ya Kenya. Ushai yote ishe nguvu, uganga yote ishe nguvu, magano yao ishe nguvu katika jina la Yesu. Hey! Mungu wetu asimame leo. Na ninasema leo yule wametoka Nigeria, wametoka Tanzania, leo tunatuma moto kwao, tunatuma moto kwao, tunatuma moto kwao. Nasema leo, iwe ni mama yako, yes, iwe ni baba yako, yes, iwe ni kazini yako, yes, iwe ni jirani yako, yes, ameenda kutafuta uganga, ameenda kutafuta ushawi, yes, nasema hiyo mishale, yes, tunasema iangamie, yes, kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Huu mwaka ni mwaka wa Jehova. Yes. Ni mwaka wa kurejeshewa. Ndio. Sio mwaka wa kunyang'anywa na shetani. Si mwaka wa shetani kuongea. Ndio. Sio mwaka wa devil worshiper kuongea. Yes. Ni mwaka wa Jehova atende mapenzi yake ndani ya nchi ya Kenya. Yes. Mungu ambaye kile amepanga tunasema itimie ndani ya nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya itaelekeshwa na waganga, haitaelekeshwa na devil worshiper, itaelekeshwa na Jehova. Yes. Nasema leo leo tunatuma moto. Hao washai wataona giza, hao waganga wataona giza. Nasema siku ya leo, yes, Mungu wa Jesus wina asimame leo. Yes. Washai waishe nguvu, waganga waishe nguvu. Wameleta Kenya yetu iangamie, wamefanya uchumi wa Kenya uangamie. Nasema leo wasipobadilika, leo watakufa. Sisi tuendelee, yes, katika jina la Yesu. Yes. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, hata ikiwa kuna ndugu yako ama dada yako ama jirani yako anatafuta mashauri kwa ushawi, leo hiyo ufalme tunauangusha kwa jina la Yesu. Kitabu cha Isaia 19 inasema hivi: Mungu ataiadhibu nchi ya Misri. Hiyo ndio ujumbe wangu. Mungu ataadhibu maadui wake. Kauli ya Mwenyezi Mungu dhidi ya nchi ya Misri. Mwenyezi Mungu amepanda juu ya wingu liendalo kasi na kuja mpaka nchini Kenya. Sanamu za miungu ya washawi na waganga zitatetemeka mbele yake, na mioyo ya Misri itayeyuka kwa hofu. Nasema siku ya leo Jehova anasema
ameingia kwenye wingu, na hiyo wingu inakimbia, na hiyo wingu imetumwa ndani ya nchi ya Kenya, kwa sababu kuna watu wametumwa ndani ya nchi ya Kenya wakuja waangamiza ufalme wa Kenya. Naye Mungu amekimbia siku ya leo na ameingia kwenye wingu lake na amesimamisha miguu yake ndani ya nchi ya Kenya. Na Biblia inasema wakati Bwana amefika katika nchi ya Kenya, wale washawi na waganga wanaanza kuyeyuka, wanaanza kuyeyuka, wanaanza kuyeyuka. Kuyeyuka ni kumaanisha namna gani? To ice, wakati imeshikana, wakati imeshikia joto inaanza kuyeyuka, nao watasikia nguvu za Bwana, wataanza kuyeyuka leo, nguvu zao zinaenda kuisha. Biblia inasema wataanza kutetemeka, wataanza kutetemeka. Nguvu za washawi na waganga zitaanza kutetemeka wakati Jehova atashuka ndani ya maisha yako. Wale wanakurogana, wale wanaharibu maisha yako, wanaharibu nchi ya Kenya, watashikwa na wasiwasi, wataanza kutetemeka. Nasema leo washawi wa Tanzania, washawi wametumwa ndani ya nchi ya Kenya watabirie watu washinde uchaguzi. Nasema leo nguvu inashuka, nguvu inashuka, nguvu inashuka. Wakati nguvu ya Bwana inashuka ndani ya nchi ya Kenya, washawi wote wanaanza kutetemeka, wanaanza kutetemeka, wanaanza kutetemeka. Biblia inasema wataanza kuyeyuka, nguvu zao, ushawi wao unaanza kuisha nguvu. Nasema leo hata wale wanakurogana, wanaharibu maisha yako, wanaharibu ndoa yako, siku ya leo Bwana ameshuka, Jehova ameshuka. Siku ya leo ametembea, ametembea kuangamiza maadui wako, kuangamiza wale wanakuroga, wale wanaharibu maisha yako. Maadui wako siku ya leo wataanza kutetemeka, kwa sababu leo wengine wamekuendea kwa ushawi, wengine wamekuendea kwa uganga, ndio mwaka huu usiendelee. Lakini nasema leo mwaka huu tutaendelea, mwaka huu tutaendelea, mwaka huu tutaendelea. Nasema leo Mungu wetu ako na uwezo. Haijalishi ni wangapi watasimama kinyume maisha yako, haijalishi ni wangapi watasimama wapige maono yako, wapige unabii wako, haijalishi ni wangapi wanasema haitawezekana. Mungu akishuka aka upande wako, aka upande wako, aka upande wako, aka upande wako. Akishuka leo hautatembea peke yako, hautatembea peke yako, utatembea na Jehova, utatembea na Mungu wako, hautaangushwa na maadui. Nasema leo maadui wako watatetemeka, watatetemeka wakiona Mungu wako, watatetemeka wakiona nguvu za Bwana zikifanya kazi. Oh my God, nasema leo maadui wetu watatetemeka, wanatetemeka. Bwana ametembea siku ya leo, ametembea ndani ya maisha yako, ametembea ndani ya nyumba yenu kuwapigania. Mungu wako tayari kuwaibisha maadui wako, wale wanaendaga kutafuta mashauri kwa washawi, kwa waganga. Leo wanaibishwa kukiwa mchana. Mwakani huu Bwana anatenda, mwakani huu Mungu atatenda. Mimi nitawashoshea wa Misri, mimi nitawashoshea waganga na washawi
wagogane wenyewe kwa wenyewe. Mimi nitawasheshea ndugu na ndugu yake, jirani na jirani yake, mji mmoja na mji mwingine, mfalme mmoja na mfalme mwingine. Haleluya. Nasema leo kuna wale wamekuendea kwa ushawi, wengine wamekuendea kwa uganga. Siku ya leo wasipobadilika wanaenda kupigana wenyewe kwa wenyewe. Nasema siku ya leo hata washawi wenyewe watapigana wenyewe kwa wenyewe. Nasema leo wengine wamekuja kutafuta kiti ndio washaguliwe, lakini leo heri wale wanatafuta Bwana. Ushindi utaonekana kwa wale wote wanatafuta Bwana, wale wote wanatafuta Jehova. Nasema leo wataibishwa wanaoenda kutafuta nguvu za washawi na waganga. Nasema leo wataibishwa kukiwa mchana, wataibishwa. Nasema leo kuna Mungu wako mbinguni anawatabiria walio upande wake. Nasema leo washawi wasimame, watu wa Mungu wasimame, ijulikane ni Mungu gani wa kweli, ijulikane ni Mungu gani anayeongea. Nasema leo Mungu ajulikane ndani ya nchi ya Kenya. Ni Mungu gani tutakayeabudu? Ikiwa ni shetani tutamuinamia, ikiwa ni Jehova tutamuinamia ndani ya nchi ya Kenya. Nasema leo Mungu wa Jesus wina ajulikane, Mungu wa Israeli ajulikane, Mungu wa Danieli ajulikane, Mungu wa Ana ajulikane, Mungu wa Danieli ajulikane, Mungu wa Gideoni ajulikane. Nasema leo kuna Mungu wa Gideoni ndani ya hii kanisa ajulikane mwaka huu. Ikiwa kuna Mungu wa Isaka na Yakobo ajulikane mwaka huu. Ikiwa kuna Mungu anaogeaga atenda mwaka huu. Nasema leo mwaka huu tutajua ni Mungu gani tutakayeabudu. Mungu wa Gideoni anajibu kwa moto ajulikane leo ajulikane. Sio wakati wa washawi na waganga. Nasema leo ikiwa kuna Mungu anaogeaga, Mungu anaona, ufalme wa Mungu utatawala nchi ya Kenya. Nasema leo washawi wote ambao wanalete nguvu zao tunaiangamiza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema Mungu atafanya wagogane wenyewe kwa wenyewe. Unajua wakati wametoka kila kona wanakutana kwa washawi ndio waweza kuitisha nguvu zao, waweza kushinda katika mabomao. Lakini siku ya leo Mungu atafanya wagogane wale wote, ushawi wake na ushawi wake siku ya leo itagogana. Nasema leo wametoa pesa zao kwa ushawi na uganga, lakini leo wakati wanatafuta ushindi wao wataenda kugogana wenyewe kwa wenyewe. Watauliza ni wewe unaniangamiza, mwingine atasema ni wewe unaniangamiza. Nasema leo washawi wataanza kuruchania maushawi yao, hivyo hivyo maadui wako watabadilikana leo, wale wanakuendea kwa ushawi. Nasema leo, nasema leo, nasema leo, nasema leo, my God, my God, washawi wao watagogana, watagogana,
watagongana, washawi watagongana, washawi watagongana, washawi watagongana. Nasema leo maadui wako watagongana wenyewe. Maadui wako wataangamizana. Maadui wako waliyekuendea kwa ushawi, kwa uganga, wamekuendea usipate kazi, usiolewe, ndoa yako ivunjike, mali yako iishe, usiende napo. Leo watagongana wenyewe kwa wenyewe. Watapigana, 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 watapigana. Nasema leo maadui wako wanaangamizana, wanaangamizana, wanaangamizana. Mungu wangu atanipigania. Sikia vile Biblia inasema, nitawaondolea Wamisri uhodari wao, nitafuruga mipango yao. Watatafuta maoni kwa sanamu na mizimu, washawi na misuka na mapepo. Nitawatia Wamisri mikononi mwa Bwana katili, mfalme mkatili watatawala. Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi amenena. Amenena. Wanatafuta mashauri kwa sanamu, wanatafuta kwa devil worshiper, wanatafuta kwa waganga, lakini leo umaarufu wao unaisha. Leo nguvu zao zinaondolewa, nguvu zao zinaisha nguvu, ushauri yao inaisha nguvu, maagano yao inaisha nguvu. Nasema leo Bwana akija kwa ushauri yao inaisha nguvu, inaisha nguvu, maushauri yao inaisha nguvu. Bwana akija ushauri yote na uganga yote inaisha nguvu. Nasema leo wakiisha nguvu, na wewe, na wewe, na wewe, na wewe umekuja Jesus winner, utainuliwa, utabarikiwa kwa jina la Yesu. Tutabarikiwa, tutapokea, tutainuliwa. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu watasema nimebarikiwa, watasema na wachawi watapigwa pawa, watapigwa na wachawi watapigwa pawa, watapigwa. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu